2026-2027 ni ya kwanza katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa, kikanda na kimataifa, ikiwemo mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, dira ya maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2050, ajenda ya maendeleo ya Afrika mwaka 2063, malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, pamoja na nyaraka, miongozo na makubaliano mengine ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Mheshimiwa Spika, bajeti hii pia imezingatia hotuba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa tarehe 14 Novemba mwaka 2025 wakati wa kuzindua rasmi Bunge la 13. Aidha, bajeti pia imezingatia maelekezo mahususi yaliyotolewa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Madelu Nchemba. Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengine, bajeti hii inawasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kisera za mapato na matumizi kwa mwaka 2026 na 2027. Hatua hizo zinalenga kuchochea ukuaji wa uchumi, yaani kuwa na uchumi hatua ambazo ni progress, kuvutia uwekezaji, kulinda na kuimarisha sekta ya viwanda nchini, pro investment industrialization, kuongeza ukusanyaji wa mapato ili kujitegemea katika ugharamiaji wa sehemu kubwa bajeti ya serikali, fiscal sovereignty, na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za serikali na umma kwa ujumla, yani fiscal discipline. Dhima na vipaumbele vya bajeti kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, bajeti ya mwaka huu 2026-2027 ina dhima ya kujenga uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidijitali, uwekezaji wa kimkakati na sera endelevu za kibajeti kwa ukuaji wa jumuishi wa uchumi. Dhima hii imeandaliwa kuzingatia maeneo matano ya mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-2027. Maeneo hayo ni pamoja na utawala, amani, usalama na utulivu; pili, uchumi imara, jumuishi na shindani; tatu, uwezo wa watu na maendeleo ya kijamii; nne, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi; na tano, sekta ya vichocheo vya kimageuzi. Shabaha na misingi ya uchumi wa jumla. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako litukufu lipokee na kuzingatia taarifa ya shabaha na misingi ya uchumi jumla kama nilivyowasilisha kupitia aya 47 hadi 49 ya hotuba yangu. Mkakati wa kuongeza mapato. Mheshimiwa Spika, takwimu za miaka ya karibuni zinaonyesha kuwa misaada kutoka nje imeendelea kupungua mwaka hadi mwaka, na hivyo haiwezi kuwa chanzo cha kuaminika cha mapato katika utekelezaji wa bajeti yetu. Aidha, utekelezaji wa miradi kwa fedha za mikopo nao umeendelea kuleta changamoto kwa kuzingatia uhimilivu wa deni, gharama za mikopo na athari yake kwa uhuru wa taifa letu. Hali hii inasababisha uhitaji wa kuongeza kasi yetu kwenye kujitegemea kiuchumi na mapato. Serikali itachukua hatua zaidi za kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kuziba mianya ya upotevu na kuimarisha taasisi za ukusanyaji. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2026-2027 serikali kupitia utekelezaji wa mkakati wa ukusanyaji wa mapato wa muda wa kati 2025-2026 hadi 2027-2028 itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha ukusanyaji wa mapato, na miongoni mwake zikiwemo hizi zifuatazo: mosi, kuvutia uwekezaji zaidi wa ndani na nje kwa azma ya kutanua wigo wa kodi na kuongeza fursa za ajira; pili, kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari kwa kuimarisha mahusiano baina ya serikali na walipa kodi kupitia majadiliano kwenye majukwaa mbalimbali ikiwemo Baraza la Taifa la Biashara na CEOs Round Table; tatu, kuendelea kusimamia na kuhimiza matumizi sahihi ya mashine za kutolea risiti za kielektroniki kupitia utoaji wa elimu na uendeshaji wa programu mbalimbali za hamasa; nne, kuendelea kujenga na kuboresha mifumo ya tehama ya usimamizi na ukusanyaji wa mapato ya ndani kutumia teknolojia ya kisasa ya akili unde na matumizi ya taarifa and big data na kuhakikisha mifumo yote inabadilishana taarifa; tano, kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa taasisi za umma ili kuhakikisha zinaongeza tija katika ukusanyaji wa maduhuli pamoja na kuhakikisha zinawasilisha gawio na michango stahiki na kwa wakati katika mfuko mkuu wa serikali; sita, kuhakikisha bidhaa zote zinazozalishwa nchini zinazoagizwa na kuuzwa ndani na nje ya nchi zinakuwa na msimbo pau, yani barcode; na saba, kuendelea kufanya uchambuzi wa kina na kuanza utekelezaji wa baadhi ya mapendekezo 284 yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi. Mheshimiwa Spika, sambamba na mikakati hiyo, serikali inakusudia kuanzisha programu ya Tunzo ya Uzalendo kupitia mfumo wa usimamizi wa risiti za kielektroniki inatarajiwa kuzinduliwa rasmi Julai mwaka huu 2026. Lengo ni kuhamasisha tabia ya wananchi kudai risiti stahiki pindi wanapofanya ununuzi
na wafanyabiashara kutoa risiti kwa hiari pale wanapofanya mauzo. Tunzo au zawadi hizo zitatolewa kwa mtindo wa bahati nasibu, ambapo zawadi mbalimbali zitatolewa kwa kuchezesha draw ili kuwapata washindi waliotoa na waliodai risiti kwa kipindi husika. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee na kuzingatia taarifa ya mikakati ya serikali katika kuboresha na kuimarisha mazingira ya uwekezaji na biashara, urasimishaji wa sekta isiyo rasmi, huduma jumuishi za fedha, kupunguza matumizi ya fedha taslimu na usimamizi wa matumizi ya fedha za umma kama ilivyoainishwa kupitia aya 53 hadi ya 69 ya hotuba yangu. Maboresho ya mfumo wa kodi, ada, tozo na hatua nyingine za mapato. Mheshimiwa Spika, awali nilieleza haja ya kuwa na bajeti inayochochea mageuzi ya kiuchumi, hasa ujenzi wa viwanda na kuwa na taifa linalojitegemea. Sasa ninapenda kuwasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kodi kwa mwaka 2026/27 nikitarajia kuwa zitajibu maswali na ukidhi kiu ya wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji kwa kuweka sera zitakazochochea uwekezaji, uzalishaji, kulinda viwanda na kuchangia katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2000 ya maendeleo ya mwaka 2050. Mheshimiwa Spika, wakati serikali ikifanyia kazi kwa kina maoni yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026 yamezingatia baadhi ya maoni hayo. Maeneo yaliyopendekezwa kufanyiwa maboresho ni pamoja na haya yafuatayo. Kundi la kwanza, kustawisha sekta za uzalishaji katika mnyororo wa thamani wa mafuta ya kula, pamba na nguo na mavazi. Mheshimiwa Spika, mafuta ya kula ni bidhaa muhimu inayotumiwa kwa wingi nchini Tanzania na inatoa fursa kubwa ya kukuza uwekezaji, ajira na mapato kupitia mnyororo wake wa thamani. Serikali imeweka vivutio mbalimbali vya kikodi ili kuhamasisha kilimo na matumizi ya mbegu za mafuta zinazozalishwa nchini, kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hii kwa wananchi kwa gharama nafuu, pamoja na kuendeleza na kulinda viwanda vya ndani vinavyochakata na kuzalisha mafuta ya kula. Hatua za kikodi zinazoendelea kutekelezwa kwa sasa ni pamoja na zifuatazo: moja, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Pili, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula yanayoingizwa nchini isipokuwa ya mchikichi. Tatu, ushuru wa mauzo ya kusafirisha nje ya nchi, export levy wa 10% kwenye mafuta ya ghafi ya alizeti na mbegu zake. Nne, ushuru wa forodha wa 0% kwenye mafuta ghafi ya kula ya mchikichi na 10% kwenye mafuta ya mchikichi yaliyochakatwa kwa kiwango cha kati. Na tano, ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa badala ya kiwango cha 35% pekee kwenye mafuta ya kula ya aina zote yaliyochakatwa kwa kiwango cha mwisho, yani refined edible oil. Mheshimiwa Spika, baada ya kufanya mashauriano na wadau mbalimbali ikiwemo wazalishaji wa mafuta ya kula na kamati ya kudumu ya Bunge la Bajeti, inapendekezwa kufanya marekebisho yafuatayo. Mosi, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula ya aina zote ikiwemo ya mchikichi na mafuta yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo, semi refined palm oil. Hatua hii ina lengo la kuondoa changamoto ya udanganyifu wa uainishaji wa bidhaa, yani misdeclaration na misclassification, unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wasioaminifu ambao hutumia nafuu iliyopo kwenye mafuta ya mchikichi kuagiza yaliyochakatwa. Matumizi ya kiwango hichi yanaendana na mwelekeo wa sera unaotumika na baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa ikiwemo Kenya na Uganda ambazo tayari zinatoza ushuru wa forodha wa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya mchikichi kutoka nje ya jumuiya. Pili, kuendelea kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Tatu, kuendelea kutoza ushuru wa 35% kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja kwa mafuta safi kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa. Aidha, serikali imeandaa kanuni za uagizaji na mafuta ya kula kwa lengo la kudhibiti uingizaji wa mafuta ya kula nchini ili kuhamasisha na kukuza tasnia ya mafuta ya kula yanayozalishwa na kutumia mbegu za ndani ya nchi. Na nne, serikali kupitia Wizara ya Kilimo itaratibu kuondoa utoaji wa vibali maalum kwa waagizaji wa mafuta hayo kutoka nje ya nchi. Vibali hivyo vitatolewa baada ya kujiridhisha juu ya uwekezaji na uzalishaji wa mbegu za alizeti, pamba na michikichi chini ya kanuni za COPRA za mwaka 2026.
Aidha, kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, serikali itaendelea kutoa ruzuku ya mbegu ya alizeti na pamba pamoja na miche milioni 2 kila mwaka kwa lengo la kukuza uzalishaji wa mbegu zinazotumika kuzalisha mafuta ya kula na hivyo kuondoa kabisa uingizaji wa mafuta hayo kutoka nje. Kwa upande wa mnyororo wa pamba, nguo na vitambaa, Mheshimiwa Spika, sekta ya nguo na mavazi ni moja ya sekta inayohusisha mnyororo mrefu wa ongezaji wa thamani kwenye zao la pamba, yani ginning, kusokota nyuzi spinning, kuseketa vitambaa, kufuma vitambaa, kuchapa na kuweka rangi pamoja na kushona mavazi. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa sekta hii katika uchumi wa Tanzania, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa ndani ya nchi katika uzalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi, ikiwemo vivutio mbalimbali vya kikodi kwa wazalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi nchini. Vivutio vya kikodi vinavyotekelezwa kwa sasa hivi ni pamoja na: mosi, kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0% kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba ya ndani ya nchi; pili, unafuu wa ushuru wa forodha kwenye malighafi, mashine na vipuri vinavyotumika katika uzalishaji wa vitambaa na nguo nchini; tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa mashine zinazotumika kwenye viwanda vya uzalishaji wa mavazi; nne, ushuru wa forodha wa 25% kwenye nyuzi na pamba zinazotoka nje ya jumuiya; na tano, uwepo wa kiwango maalum cha ushuru wa forodha dola za Marekani 0.25 kwa mita ya kitambaa kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa ikilinganishwa na 25% ili kudhibiti udanganyifu na kulinda viwanda vya ndani. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia umuhimu wa mchango wa tasnia ya pamba, nguo na mavazi katika uchumi, inapendekezwa kuendelea kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha vitambaa kwa kuchukua hatua zaidi zifuatazo: mosi, kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% au dola za Marekani 0.3 kwa mita ya kitambaa kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa; na pili, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba yanayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi yake. Matumizi ya nishati safi na mbadala katika vyombo vya moto na majumbani. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuweka hatua mbalimbali za kodi zinazochochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia katika sekta ya usafiri wa majumbani. Hatua zinazotekelezwa kwa sasa ni pamoja na hizi zifuatazo: mosi, msamaha wa ushuru wa bidhaa kwa kuzingatia uwezo wa injini kwenye magari yanayotumia umeme na gesi; pili, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye gesi asilia iliyoshindiliwa yani CNG inayotumika kwenye magari; tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vya usambazaji wa CNG ikiwemo CNG compressors, metering equipment, storage cascades na vifaa vingine vya magari pamoja na dispensers; msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mnyororo mzima wa uzalishaji wa thamani; tano, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vinavyotumika katika ubadilishaji wa mfumo wa matumizi ya mafuta ya petroli kwa mfumo wa matumizi ya gesi na umeme kwenye magari; sita, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa malighafi zinazotumika kutengeneza mitungi ya gesi kwa matumizi mbalimbali ikiwemo yanayotumika kwenye magari; saba, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwenye betri za umeme zinazotumiwa na uzalishaji au waunganishaji wa magari na pikipiki za umeme; na nane, unafuu wa ushuru wa forodha kwa waunganishaji na wazalishaji wa vyombo vya moto nchini ikiwemo vinavyotumia umeme na gesi kwa kuzingatia kanuni za uunganishaji na uzalishaji wa bidhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki za mwaka 2025 ili kupunguza gharama za uzalishaji. Mheshimiwa Spika, katika kuchochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia, serikali inapendekeza hatua zifuatazo kwa mwaka 2026-27. Mosi, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 85044000. Pili, kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10% kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotambulika kwa HS codes ambazo zimeonyeshwa katika hotuba yangu. Aidha, serikali inaendelea kufanya majadiliano na viwanda vya kuunganisha magari vilivyopo nchini ili kutoa unafuu wa kodi kwa waunganishaji wa magari ya umeme hapa nchini. Na tatu, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi na ya mitungi ya kupikia yani LPG smart meters zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 9028.10.00. Msamaha husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi ya kupikia pekee. Urasimishaji wa sekta isiyo rasmi. Mheshimiwa Spika, mwaka 2026-27 serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi
ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri zaidi vijana na wanawake. Katika kufanikisha azma hiyo, serikali itatekeleza mambo yafuatayo: mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% itakayotengwa, 10% itaendelea kuelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na 5% ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi na maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali ili kuvutia na kuongeza fursa za ajira hususan kwa vijana, wanawake na makundi maalum. Eneo la nne, kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Mheshimiwa Spika, ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu katika mwaka 2026/27 inapendekezwa kufanya maboresho yafuatayo: moja, kuweka sharti la baadhi ya malipo ya huduma na biashara kufanyika kwa njia za kidijitali kama ilivyoainishwa katika aya 61 ya hotuba yangu. Pili, kusitisha usambazaji wa matumizi ya vocha za ukwangua za muda wa maongezi katika maeneo yote ya mijini yenye miundombinu wezeshi ya malipo ya kidijitali. Tatu, kuweka sharti la matumizi ya vifaa vya malipo ya kidijitali yani lipa namba na TanQR kama moja ya kigezo wakati wa utoaji na uhuishaji wa leseni za biashara. Nne, kuweka sharti la kufungua akaunti ya benki kama moja ya kigezo kwa utoaji wa leseni kwa wafanyabiashara wanaoshiriki katika shughuli za madini, mifugo, mazao, mbao na uvuvi, na kuhakikisha miamala inafanyika kupitia akaunti husika. Na tano, kuweka sharti la uthibitisho wa malipo ya kidijitali kuwa rejea lazima itakayotumika kuidhinisha maombi ya uhamishaji wa mali kama vile ardhi, majengo na magari kama ambavyo imeelezwa katika aya 64 ya hotuba yangu. Kundi la tano, Mheshimiwa Spika, linahusu mapendekezo ya kiutawala ambayo yametolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Spika, pamoja na mapendekezo ya maboresho ya sheria mbalimbali zikiwemo kodi yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, serikali pia imezingatia mapendekezo ya kiutawala yaliyotolewa na tume hiyo. Katika mwaka 2026/27 serikali itatekeleza baadhi ya mapendekezo hayo kama ifuatavyo: kwanza, Mamlaka ya Mapato Tanzania kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, akili unde, data kubwa yani big data na teknolojia ya blockchain ili kupunguza gharama za kiutawala, kuongeza ufanisi, kuhakikisha usalama na uwazi wa takwimu na kuboresha huduma kwa walipa kodi kupitia teknolojia za kisasa. Aidha, hatua hii itapunguza ulazima wa mlipa kodi kuonana uso kwa uso na watumishi wa TRA. Pili, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara wataweka utaratibu mahsusi wa taasisi za udhibiti kufanya kaguzi za pamoja katika maeneo ya uwekezaji, biashara na shughuli zote zilizosimamiwa na mamlaka za udhibiti ambao hautasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wawekezaji bila ya kuathiri majukumu ya msingi ya taasisi hizo. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itatoa mwongozo wa utozaji tozo mbalimbali za mamlaka za serikali za mitaa utakaotumika na mamlaka husika katika kuandaa sheria ndogo za utozaji wa tozo hizo. Aidha, mwongozo huo utaweka masharti muhimu ikiwemo ukomo wa kiwango cha tozo husika. Nne, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato TRA zitakamilisha ufungamanishaji wa mifumo ikiwemo mfumo wa Tausi na mfumo wa kodi wa za ndani yani IDRAS ili ibadilishane taarifa moja kwa moja zikiwemo taarifa za leseni za biashara na cheti cha uthibitisho wa ulipaji kodi. Aidha, serikali itaondoa sharti la mfanyabiashara kupatia cheti cha uthibitisho mlipa kodi kwenye mfumo wa Tausi wakati wa kufanya maombi ya leseni za biashara, bali kitavutwa moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wa TRA. Tano, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na TRA watakamilisha ujenzi wa moduli mahususi kwenye mfumo wa Tausi kwa ajili ya usajili, utambuzi na malipo ya kodi ili kuwezesha ukusanyaji wa kodi na tozo kulingana na matumizi ya jengo husika. Kanzidata hii itazingatia masuala yafuatayo: a, taarifa kamili za jengo ikiwa ni pamoja na hadhi ya usajili wa kiwanja, namba ya kiwanja, idadi ya vyumba katika kiwanja na jengo la thamani, sura ya 148. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148 kama ifuatavyo:
Kwanza, kuweka sharti la marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT refunds, kulipwa ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya kuwasilishwa kwa maombi ya marejesho hayo. Hatua hii itaenda sambamba na kubainisha kuwa mlipa kodi atakuwa na haki kisheria ya kulipwa riba pale ambapo marejesho husika hayatofanyika kwa wakati. Lengo la hatua hii ni kuchochea ulipaji kodi kwa hiari na kuongeza uwajibikaji kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Pili, kujumuisha hati za kupandia ndege, yani boarding passes, kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba ya makubaliano ya usafiri wa anga ambayo Tanzania imeridhia. Tatu, kujumuisha vifungashio vya maziwa vinavyotambulika kwenye HS code 3920.20.90 vinavyozalishwa na vinavyoingizwa kutoka nje ya nchi kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Nne, kuondoa sharti la ukomo wa muda wa uahirishaji wa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT deferment, kwa bidhaa za mtaji zinazoingizwa nchini iliyopo sasa ili kuanza kutekelezwa kwake tarehe 1 Julai 2026. Tano, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme, yani electric vehicle charging stations, vinavyoingizwa nchini na vinavyotambulika chini ya HS code 8504.40.00. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye turbojets, turbo propellers na gas turbines nyinginezo zinazotambulika kwa HS code kwa HS heading 84.11 pamoja na matairi ya ndege yanayotambulika kwa HS code 4011.30.00. Saba, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi ya mitungi ya kupikia zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 9028.10.00, na msamaha huu husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi za kupikia pekee. 8, ni kuendelea kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yanayozalishwa ndani ya nchi kwa kutumia mbegu zinazozalishwa nchini kwa muda wa mwaka mmoja. 9, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba inayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa nchini. 10, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 5608.11.00, na 11, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye chakula cha mbwa na paka kinachotambulika kwa HS heading 2309 kinachozalishwa na kinachoingizwa kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, hatua zote za kodi ya ongezeko la thamani kwa ujumla wake zinatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 26.6. Sheria ya kodi ya mapato sura 332. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya mapato sura 332 kama ifuatavyo. Mosi, kuweka msamaha wa kodi ya ongezeko la kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba utambulisho kwa mlipa kodi. Msamaha huo ni kwa ajili ya wafanyabiashara waliopo chini ya utaratibu wa makadirio ya presumptive pekee, regime pekee. Hatua hii inatofautiana na utaratibu wa sasa ambapo mfanyabiashara anaposajiliwa anafanyiwa tathmini ya mapato anayotarajiwa kukusanya na kupaswa kulipa kodi husika ndani ya miezi 6. Lengo la hatua hii ni kuwawezesha wafanyabiashara wapya kupata muda wa kutosha wa kujiandaa na mahitaji ya msingi, kuondoa usumbufu wakati wa kuanza biashara, pamoja na kuhakikisha kwa makadirio ya kodi yanazingatia uhalisia wa mapato yanayopatikana kutoka kwenye shughuli za biashara. Pili, kuongeza kima cha juu cha mauzo yanayotozwa kodi kwa utaratibu wa makadirio ya presumptive regime kutoka shilingi milioni 100 hadi shilingi milioni 200. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuweka sharti la kuruhusu mlipa kodi mwenye mauzo ya chini ya shilingi milioni 200 kuandaa vitabu vya hesabu pale atakapoona inafaa kwa lengo la kutumia utaratibu wa kujikadiria kodi, yani self assessment. Lengo la hatua hii ni kuoanisha kima husika na kima cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani pamoja na kuboresha mfumo wa kodi. Tatu, kuongeza kiwango cha kodi cha walipa kodi chini ya utaratibu wa makadirio wenye mauzo yanayozidi shilingi milioni 11 lakini yasiyozidi shilingi milioni 200 kutoka 3.5% hadi 4.5%. Lengo la hatua hii ni kuendana na kanuni za usawa za utozaji na kwa kuhakikisha kodi husika inalipwa kuzingatia uwiano wa mapato halisi yanayopatikana kwa walipa kodi wenye mapato sawa na wale wanaotofautiana, yani horizontal and vertical equity.
4, kuongeza kiwango cha kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwa watoza huduma za kidijitali wa kigeni kutoka 2% hadi 3%. 5, kufanya marekebisho ya kifungu cha 33A cha sheria ya kodi ya mapato sura 332 ili kupunguza kiwango cha faida ambayo haijagawanywa na wanahisa, yani deemed retained earnings, kinachotozwa kodi ya zuio kutoka 30% hadi 15%. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuziondoa sekta ndogo za fedha, bima, makampuni yaliyosajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam pamoja na taasisi zenye mikataba ya utekelezaji wa serikali, yani framework agreements, katika utaratibu wa kutozwa kodi hiyo. 6, kujumuisha natural varnish, latex, resin, sap na gum kwenye tafsiri ya neno mazao ya misitu ili viweze kutozwa kodi ya mapato kwa kiwango cha 2% kwenye mapato yanayotokana na uuzaji wa mazao hayo. Kiwango cha kodi husika kitalipwa kwa awamu moja kwa kila thamani ya mzigo. 7, kuongeza kiwango cha kodi ya zuio kwenye mrabaha kwa taasisi za michezo au shirikisho la soka Tanzania kutoka 5% hadi 10%. 8, kuweka sharti la wizara, idara zinazotegemea, taasisi, wakala za serikali, sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuzuia kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwenye ununuzi wa bidhaa nchini badala ya utaratibu wa sasa unaoweka sharti hilo kwa taasisi za serikali zinazojiendesha kwa kutegemea ruzuku kutoka serikali kuu kikamilifu au kwa kiasi kikubwa pekee. Lengo la hatua hii ni kuongeza wigo wa ukusanyaji wa kodi husika pamoja na kulinda mapato ya serikali. 9, kuanzisha utaratibu wa ulipaji wa kodi ya mapato ya awali kwa mkupuo mmoja kwa mnunuzi wa mazao ya kilimo. Katika utaratibu huu, mnunuzi wa mazao ya chakula au biashara atajibika kulipa kodi ya mapato kwa utaratibu pale ambapo anaponunua mazao, anapotaka kusafirisha mazao au anapohamisha umiliki wa mazao kutoka kwake kwenda kwa mtu mwingine. Kiwango cha kodi husika kitakuwa ni 1% ya bei za mazao husika katika eneo lililonunulia mazao na kitalipwa TRA. Kodi hii haitahusisha mkulima wa kawaida na mdogo, bali ni mnunuzi. 10, kutoza kodi ya zuio kwa kiwango hicho cha 1% kwenye malipo yanayofanywa na makampuni au taasisi kwa muuzaji wa wanyama wa hai, maziwa ambayo hayajachakatwa, samaki ambao hawajachakatwa na mabondo. Aidha, kampuni au taasisi inayonunua mazao husika itakuwa wakala wa kusanya kodi hiyo na kuiwasilisha kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato. Hivyo kodi hii vile vile haitamhusisha mfugaji au mvuvi wa kawaida nchini, bali ni mnunuzi wa mazao hayo. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za kodi ya mapato kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 174.48. Sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kifungu cha 126 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147, marekebisho ya viwango maalum vya ushuru wa bidhaa, yani specific excise duty rates, yanaweza kufanyika kila baada ya miaka mitatu ili kuvianisha na mfumuko wa bei na viashiria vingine vya uchumi jumla. Serikali ilianzisha utaratibu huo kuanzia mwaka 2023-2024 ili kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika, kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na kuweka mazingira bora ya ufanyaji biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, awamu ya pili ya utekelezaji wa utaratibu husika inatarajiwa kuanza mwaka 2026-2027 ambapo viwango vya ushuru vinatarajiwa kurekebishwa. Marekebisho hayo hayatahusisha viwango vya ushuru kwa bidhaa za petroli kutokana na kupanda kwa gharama za bidhaa husika katika soko la dunia kufuatia mgogoro baina ya Marekani, Israeli na Iran, na hivyo kuhitaji uwepo mikakati madhubuti nchini kwa lengo la kuzuia mfumuko wa bei, kupunguza ukali wa maisha kwa wananchi pamoja na kutoathiri ukuaji wa sekta zinazotegemea bidhaa za petroli katika uendeshaji wa shughuli zake. Mheshimiwa Spika, licha ya utaratibu huo kuleta tija ikiwemo kuhakikisha uwepo wa mfumo wa utozaji unaotabirika, imebainika kuwa ongezeko la ushuru wa bidhaa kwa kiwango kikubwa kwa mkupuo mmoja linaweza kuathiri ukuaji wa biashara na uwekezaji nchini. Hivyo, baada ya mashauriano, ili kutatua changamoto zinazojitokeza na kufikia malengo yaliyokusudiwa, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 kuhusiana na utaratibu wa kurekebisha viwango vya ushuru kila baada ya miaka mitatu, na badala yake viwango maalum vya ushuru viongezeke kwa 8% kwa mwaka huu 2026-2027, na kwa miaka ya fedha ijayo ongezeko litazingatia kiwango cha mfumuko wa bei ikijumlishwa na 2%. Lengo la hatua hii ni kuakisi thamani ya mapato ya serikali na kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika
na kuweka mazingira bora ya uwekezaji. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 251.54. Mheshimiwa Spika, sambamba na hatua hiyo, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye bidhaa nyingine kama ifuatavyo: moja, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 20% kwenye maua ya bandia, matawi ya bandia, matunda ya bandia pamoja na bidhaa zinazofanana na hizo zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwenye HS heading 67.02. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kimazingira zinazotokana na matumizi ya bidhaa husika, kuongeza wigo wa kodi na mapato ya serikali. Pili, kujumuisha watoa huduma wa kigeni kwa njia ya mtandao wasio na makazi ya biashara nchini wanaouza moja kwa moja kwa mtumiaji wa mwisho kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa bidhaa. Tatu, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye mashine za kukaushia rangi za kucha zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 8516.79.00. Lengo, Mheshimiwa Spika, la hatua hii, moja, ni kuzuia athari zinazotokea ikiwemo matatizo ya saratani. Nne, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka 10% hadi 15% kwenye bidhaa za urembo zinazoingizwa ndani ya nchi zinazotambulika kwa HS code HS heading 33.03, 33.04, 33.05 na 33.07. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye pikipiki isipokuwa pikipiki za wagonjwa kwa dharura, pikipiki zinazotumia gesi asilia pamoja na pikipiki za umeme. Lengo la hatua hii ni kuendana na malengo ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye vyombo vya moto nchini. Sita, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye viatu vya plastiki vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 6402.99.00. Saba, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye magari yanayotambulika kwa HS code 8703.21.90 yenye ukubwa wa injini kuanzia 1000 na kushuka chini. Nane, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari inayochezwa kwa njia ya michezo ya kubashiri ya ardhini au mitandaoni, michezo ya kasino ya ardhini au mitandaoni, mashine za sloti 40 pamoja na michezo ya vikaragosi. Aidha, 10% ya mapato yatakayokusanywa kutoka kwa chanzo hiki yatawasilishwa bodi ya michezo ya kubahatisha ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Lengo la hatua hii ni kupunguza madhara yanayosababishwa na michezo ya kubahatisha ikiwemo uraibu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kutokana na baadhi ya vijana kujihusisha zaidi katika shughuli hizo badala ya shughuli za kiuchumi. Na tisa, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye magari yanayoingizwa nchini kutoka 15% hadi 20% kwa magari yenye umri wa miaka 8 lakini hayazidi miaka 10, na kutoka 30% hadi 40% kwa magari yenye umri zaidi ya miaka 10 lakini hayazidi miaka 20. Aidha, magari yenye miaka inayozidi miaka 20 na kuendelea yatatozwa ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 50%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali pamoja na kupunguza uingizaji wa magari husika ambayo kiasi kikubwa yanasababisha uchafuzi wa mazingira kutokana na uwepo wa taka ngumu ambazo hutumia gharama kubwa katika kuziteketeza. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za ushuru wa bidhaa na kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 355.09. Sheria ya usimamizi wa kodi sura 438. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 ili kuweka sharti la kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kuruhusiwa kuuza bidhaa zinazoharibika zinazoharibika haraka, yani perishables, zilizotaifishwa au kushikiliwa kutokana na sababu mbalimbali za kikodi ikiwemo ukiukwaji wa taratibu za kodi na kushindwa kulipa deni la kodi kwa utaratibu wa minada au uuzaji binafsi baada ya kutoa notisi kwa mlipa kodi. Lengo la hatua hii ni kuepuka kupoteza thamani ya bidhaa hizo kufuatia kukosekana kwa maghala ya kutosha kuhifadhia pamoja na kulinda mapato ya serikali. Sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania sura 339. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania ili kuongeza kiwango cha tozo ya uchakataji wa nyaraka za uingizaji wa mizigo nchini kutoka 0.6 hadi 1%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali yatakayotumika
katika kuboresha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa kodi nchini. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 203.23. Sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura 290. Mheshimiwa Spika, katika jitihada za serikali za kuongeza fursa za ajira na kurasimisha sekta isiyo rasmi, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka ya serikali za mitaa kutenga 15% kama nilivyotangulia kusema ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyokuwa awali ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya asilimia hiyo 15 iliyotengwa, asilimia 10 itaendelea kutekelezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na asilimia 5 ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi wa maboresho ya masoko na maeneo ya biashara ya ujasiriamali. Mgawanyo wa mapato ya mifuko ya barabara, nishati vijijini, maji na reli. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya nishati vijijini sura ya 321, sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura 220, sheria ya reli sura 170, sheria ya huduma za maji na usafi wa mazingira sura 272, pamoja na sheria ya petroli sura 362 ili kuweka mgawanyo wa mapato yatokanayo na vyanzo vya mifuko ya barabara, nishati vijijini, maji na reli, na kuondoa changamoto ya sasa hivi iliyopo ya kutofikishwa mapato haya moja kwa moja katika mifuko hiyo. Mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo: asilimia 70 ya makusanyo kutokana na mifuko hiyo kupelekwa moja kwa moja kwenye akaunti za mifuko tajwa kwa ajili ya utekelezaji wa sheria za mifuko husika. Asilimia 25 kupelekwa katika mfuko mkuu wa hazina na asilimia 5 kupelekwa kwenye akaunti maalum iliyopo Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kugharamia uwekezaji wa miundombinu katika maendeleo maalum ya uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya mauzo nje EPZs na maeneo maalum ya kiuchumi SEZs, ikiwemo kulipia fidia kwa ardhi ya wananchi iliyochukuliwa kwa ajili ya ujenzi wa maeneo maalum ya uzalishaji. Mheshimiwa Spika, marekebisho haya yanalenga kuimarisha uwezo wa kifedha wa mifuko ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa fedha zinaenda moja kwa moja kuboresha miundombinu wezeshi katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji na kuiwezesha serikali kuendelea kugharamia mahitaji ya lazima ikiwemo ulipaji wa madeni ya serikali. Sheria ya ardhi sura 113. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya ardhi sura 113 ili kuweka mgawanyo wa asilimia 20 ya mapato yanayotokana na kodi ya pango la ardhi yanayorejeshwa mamlaka za serikali za mitaa kama ifuatavyo. Kwanza, asilimia 10 ya kupelekwa kwenye wizara yenye dhamana ya masuala ya ardhi na asilimia 10 kupelekwa kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Lengo la hatua hii ni kuimarisha ushirikiano na kuongeza ufanisi katika upimaji wa ardhi na ukusanyaji wa kodi ya pango la ardhi. Aidha, Wizara ya Fedha itaweka utaratibu maalum wa matumizi ya fedha hizo. Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197. Mheshimiwa Spika, katika kuendelea kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma, serikali inapendekeza kufanya maboresho ya sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura ya 197 ili kupunguza kiwango cha ukomo wa mkopo wa muda mfupi, yani overdraft, ambao serikali inachukua kutoka Benki Kuu kutoka asilimia 18 ya mapato halisi ya ndani ya mwaka wa fedha uliopita hadi asilimia 14. Mheshimiwa Spika, tunapunguza overdraft ambayo serikali tunachukua kutoka Benki Kuu kutoka kuwapa unafuu wa uzalishaji wa vifunganishio vilivyopo hivyo hapa nchini ili wananchi waweze kuipata kwa urahisi na gharama nafuu. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 0% badala ya 10% kwa mwaka mmoja kwa karatasi zinazotambulika kwa HS codes zilizotajwa zinazotumika kutengeneza vifunganishio aina maboksi. Lengo ni lile Mheshimiwa, kuimarisha viwanda vya ndani, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 0% badala ya 10% kwa mwaka mmoja kwenye malighafi zinazotambulika kwa HS codes zilizotajwa zinazotumika kutengeneza vifunganishio vya aina mbalimbali. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 10% badala ya 35% kwa mwaka mmoja kwenye malighafi zinazotambulika kwenye HS code 3210.0099 inatumika katika utengenezaji wa aluminium profiles. Pia kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 0% kwenye vifungashio vinavyotumiwa na wazalishaji wa madawa ya mifugo kwa mwaka mmoja. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa duty remission kwa kiwango cha 10% badala ya 25 kwenye nyaya unatambulika kwenye HS codes ambazo zimetajwa zinatumika katika utengenezaji wa nguzo za umeme za zege.
Lengo la hatua hii ni kupunguza gharama za uzalishaji wa nguzo hizo ndani ya jumuiya ili kuwezesha zoezi la ubadilishaji wa nguzo za miti kwa kuweka nguzo za zege pamoja na usambazaji wa umeme kufikia vijijini na kwa wananchi. Mapendekezo ya kuendeleza na viwango vya ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa mapendekezo ya viwango ambavyo vimepangwa kuendelea ni kupunguza kiwango cha ushuru wa forodha kutoka 10%. Hivi ni tayari vipo, vinapendekezwa kuendelea tena kwa mwaka mwingine mmoja. Kupunguza ushuru wa forodha kwa 10% hadi 0% kwa mwaka mwingine mmoja kwa vifaa vya kielektroniki vinavyotumika kuhasibu mapato ya serikali vinavyotambulika kwa HS code 8470.50.00 na 8470.90.00. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwa mwaka mmoja kwenye unga wa kakao unaoingizwa kutoka nje unatambulika kwa HS code iliyotajwa. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwa mwaka mmoja kwenye fito za plastiki zitokanazo na PVC profiles zinatambulika kwenye HS code zilizotajwa zinazotumika kutengeneza frame za milango na madirisha hapa nchini. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 25% au dola za Marekani 1.35 kwa kila kilo moja kutegemea kiwango kilichokuwa kimetajwa. Mheshimiwa Spika, viwango hivi vinapatikana katika hotuba yangu ambao vimetajwa kwa urefu. Mheshimiwa Spika, pamoja na hatua nilizozibainisha hapo juu, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubaliana kurekebisha kipengele cha kwanza cha sehemu B ya jedwali la 5 la sheria ya usimamizi wa forodha ili kujumuisha karatasi zilizotumika kutolea hati ya kupandia boarding pass kama nilivyosema awali kwenye wigo wa misamaha ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, nchi wanachama vile zimekubaliana kurekebisha kipengele cha 20 cha sehemu B ya jedwali la 5 la sheria ya usimamizi wa forodha ili kutambua mamlaka zote zinazosimamia majanga katika nchi wanachama wa jumuiya kwa ajili ya kuwezesha au kurahisisha utoaji wa misamaha ya ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazoingizwa nchini kwa lengo la kutatua majanga yanapojitokeza. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2025 tulifahamisha Bunge kuwa nchi wanachama zilikubaliana kuanzisha kanuni za uongereshaji na uzalishaji wa bidhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwamba utekelezaji wa kanuni hizo ulipangwa kuanza tarehe 1 Julai mwaka 2026. Kanuni husika zinalenga kutoa mwongozo wa uzalishaji na usimamizi wa skimu za uunganishaji na uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi wanachama ili kuongeza uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi wanachama na kuongeza matumizi ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, mkutano wa mashauriano kabla ya bajeti wa mawaziri wa fedha umekubaliana kusogeza mbele utekelezaji wa kanuni husika hadi tarehe 1 Julai mwaka 2027 ili kutoa fursa kwa viwanda vya ndani kujipanga na kuanza uzalishaji wa bidhaa zilizopaswa kuzalishwa ndani ya jumuiya ambazo hazitopata nafuu ya ushuru wa forodha endapo zitaagizwa kutoka nje ya jumuiya. Mheshimiwa Spika, ninapenda kulifahamisha Bunge lako tukufu pamoja na wananchi kwamba kwa ujumla kuwa Novemba mwaka 2025 nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zilikubaliana kuweka viwango maalum vya ushuru wa forodha kwenye baadhi ya bidhaa ikiwemo vilainishi, hamira, karatasi zinazotumika kuchapisha na kutolea nakala kwa lengo la kulinda viwanda vya ndani na jumuiya pamoja na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi. Viwango vipya vya ushuru wa forodha vya kubalika ambavyo vitategemewa kuanza kutekelezwa kuanzia tarehe 1 Julai ni kama ifuatavyo: mosi, 25% au dola za Marekani